nitoe mambo mawili. Kwanza nitoe elimu na pili nitoe ufafanuzi. Nitajikita zaidi kwenye utaalamu, lakini maelezo yaliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali yako sawa. Sasa hivi hali ya umeme nchini kwetu ni nzuri kwa kiasi kikubwa. Siwezi kusema hatuna changamoto yoyote, hapana. Kuna maeneo umeme unakatika hapa na pale, lakini kwa habari ya uzalishaji umeme na kuwa na umeme wa kutosha nchi tunao. Kinachotufanya tuchukue umeme kwa ajili ya kaskazini nitaeleza. Jumla ya umeme unaozalishwa ndani ya nchi ni megawati 3796. Umeme unaohitajika nchini ni megawati 2,000 kama na 200 ukijumlisha ukijumuisha mikoa iliyoko nje ya mfumo wa grid. Kwa hiyo hatusemi kwamba tunachukua umeme kule kaskazini kwa sababu nchi ina upungufu wa umeme, hapana. Umeme tunaozungumza tunataka kuchukua katika mkoa wa Arusha ni umeme kidogo sana. Yaani umeme tunaosema tunataka kuuingiza Arusha kutoka nje sio mwingi, ni kidogo, ni megawati 100. Hali ya umeme katika mikoa ya kanda ya kaskazini. Na ninaposema kanda ya kaskazini ni eneo pana kidogo. Lina cover kwa kiasi kikubwa mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara, lakini pia lina extend mpaka mkoa wa Tanga na kwa kiasi mikoa ya kaskazini magharibi inaingia kidogo, Mwanza na Mara. Katika mikoa hii ndipo sehemu ambazo grid ya taifa iko very weak, ni dhaifu sana. Ili kutatua changamoto hiyo, jambo kubwa linalotakiwa kufanyika ni moja, kuweka chanzo cha kuzalisha umeme kwenye mikoa hiyo. Jawabu la pili ni kuingiza umeme kwenye mikoa hiyo kutokea mahali pengine. Tukiingiza zile megawati 100 pale Arusha, upotevu wa umeme upatao megawati 17 tutauokoa. Zitaacha kupotea kwa sababu voltage itakuwa imestabilize na mfumo mzima umeimarika pale.